السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. Maashira almuslimin, baada ya kumshukuru afaaye kushukuriwa Alhaqu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kipenzi chetu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tukiwa leo walillahi alhamdu tuko katika Ramadhani ya 11, kwa wenzetu wako katika Ramadhani ya 12. Haya yote ni katika zile njema na fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mahaba yake kuweza kutuafikia mimi na wewe kuweza kuipata na kuiona siku na Ramadhani ya 11. Kwa hakika kunao watu wengi Waislamu ambao tulianza nao pamoja tukaendelea nao kwa uzuri na saumu zao kwa Mola zikawa ni makbul, lakini na wao walitarajia katika Ramadhani ya 11 wataweza kufunga waikamilishe kwa ajili ya kuongeza idadi ya ibada zao na saumu yao, lakini Mola subhanahu wa ta'ala kwa kudura yake hakuweza kuwafikisha wala kuwawezesha kuweza kuitekeleza ibada hii ya saumu katika Ramadhani hii ambayo leo sisi tuko. Mwenyezi Mungu akawachagua katika wale ambao wataenda barzakh kwa siku ya leo, wakawa wao ni miongoni mwa waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ajili hiyo, sio kwamba wao walikuwa ni wajinga au walikuwa hawafahamu, hawaelewi, walikuwa na njia ilikuwa ya kuhepa kile kifo, lakini wao wenyewe wakajiingiza katika hicho kifo. La, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uweza wake, mapenzi yake. Na mimi na wewe pia iko siku na sisi tutaelekea, lakini mpaka muda huu ambao Mwenyezi Mungu ametubakisha, ametuweka, kwa hakika ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Muislamu atakaniwa useme alhamdulillahi ala kulli hali, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimu salihati. Umshukuru sana Mola wako
na kwa kuwa wewe umeweza kuipata hii siku, basi jaribu katika ile shukurani kubwa hii siku uipatilize katika kumfurahisha na kumridhisha na kujiweka karibu na Mola muumba wako. Hiyo ndio itakuwa ni shukurani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikuona uko karibu na yeye Mwenyezi Mungu husema, muangalieni mja wangu yule. Hujigamba na hujisifu kwa malaika kuwaambia kwamba wale ndio mliosema watamwaga damu, watakuja kufanya uharibifu. Leo muangalie mja wangu namna anavyojikurubisha kwangu mimi, anavyojipendekeza kwangu. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu wa Kiislamu, twafaa tumshukuru Mwenyezi Mungu katika kila ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameturuzuku na kutuneemesha, katika yote ambayo wewe wayafahamu na yale ambayo huyafahamu. Kadhalika kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pamoja na kuwaombea maswahaba waliokwenda mbio wakafanya juhudi kubwa kushirikiana pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakaamua maisha yao kuyaona kwamba maisha yetu sisi si lolote si chochote, wacha tuwe nyuma ya mtume, wacha tuwe pamoja na mtume bega kwa bega mpaka Uislamu uingie sehemu ambazo hazikutarajiwa. Na walilahi alhamdu, hatukutarajia kama Uislamu kwetu utatufikia, wala hatukutarajia kwamba Uislamu utafika sehemu za mbali zaidi. Lakini angalia, kwa kujitoa muhanga maswahaba na kuwa pamoja na mtume na kukubali mtume awapeleke pale wanapopelekwa na Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka baadhi yao walikufa katika nchi zetu hizi sababu ya kupeleka kalimatullahi, ili kilima cha Mwenyezi Mungu kiwe juu na kifike kila sehemu. Wakaweza kuondoka katika miji yao wakaelekea katika miji ya mbali. Mwenyezi Mungu awaelee radhi na Mwenyezi Mungu atupe baraka zao. Ndugu zangu wa Kiislamu, kabla hatujayazungumza ya kuyazungumza na yale ambayo tutayazungumza, yote ni muhimu, lakini haya pia ni muhimu zaidi. Haya ambayo tutayazungumza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haswa tukifahamishana yale ambayo tutayazungumza ni mada, baadhi ya amali ambazo Muislamu akizifanya siku ya Kiyama, ambayo ni siku nzito na ni siku kubwa sana, atakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu, siku ambayo la dhilla illa dhilluhu, hakuna jinsi ya kivuli chochote isipokuwa kivuli ni cha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Siku ngumu sana. Hawa ambao tutawataja mmoja baada ya mwingine mpaka atakapotuwafikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi watakwenda kuwa katika raha, katika sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaipenda na yuwairidhia. Ndugu zangu wa Kiislamu, je, waijua siku ya Kiyama? Kwanza, kabla hatujayazungumza haya, wale ambao watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka kwanza Muislamu achukue ile sura na picha ya ule uzito ambao wapatikaniwa siku ya Kiyama, yaumul mahshar, siku ambayo Mwenyezi Mungu Jalla waala ameisifu katika Qur'ani. Thuluthi ya Qur'ani imeelezea kuhusu Kiyama, namna uzito wake, shida zake, yanayopatikaniwa mazito. Allah Jalla waala ameyaeleza yote ambayo yapatikaniwa siku ya Kiyama. Lengo na shabaha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka sisi tujipambe na haya ambayo tutayaeleza, ili ikifika siku ya Kiyama na sisi tuwe chini ya kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama alielezea kwa uzito sana. Miongoni mwa baadhi ya Qur'ani ya aya za Mwenyezi Mungu aliyoeleza
ni pale Mwenyezi Mungu alipotuambia yauma, kutueleza ili tuifahamu siku ya Kiyama. Kumbe ina uzito. Kumbe siku ya Kiyama Muislamu mwanadamu atakikaniwa aiogope. Mwenyezi Mungu akatuambia yauma, siku hiyo, siku ya Kiyama ni siku ambayo kwamba tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, kila mwanamke ambaye kwamba alikuwa ameibeba mimba yake, iwe mimba ni ya miezi miwili au ni ya mwezi mmoja au ongeza zaidi hapo ya miezi mitatu minne, mimba ambayo haijafikia kuzaliwa, lakini kwa sababu ya uzito na shida na madhila ya siku ya Kiyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia mtu ambaye, mwanamke ambaye amebeba mimba na hajafikia kuizaa mimba yake, siku hiyo ataizaa. Yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tara nnasa sukara. Allah atuambia siku hiyo utawaona watu ni kama wamelewa, namna wanavyotembea na kuelekea mahshar, namna walivyo wale watu walipopigwa na mshangao na vitu vyao vilivyochanganyikiwa. Mwenyezi Mungu atuambia watara nnasa sukara, utaona watu ni kama wamelewa. Mwenyezi Mungu atuambia wamahum bisukara, lakini hawajalewa. Ni nini? Walakinna adhab Allahi shadid, lakini adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imekuwa ni kali. Adhabu ya Mwenyezi Mungu imekuwa ni kubwa, ndio maana waona watu ni kama ambao wamelewa. Huu ni uzito wa siku ya Kiyama. Ndugu zangu wa Kiislamu, hii leo unapotembea wewe saa 7 au saa 8, jua ni kali, unapofika kwenye kivuli na una mwenzako, wampa habari mwenzako, pamoja na kuwa mwenzako waliona lile jua, lakini hujatosheka, wampa habari mwenzako, wamwambia jua limezidi, jua ni kali. Walisikia lakini namna lilivyo, kila mmoja aliona jua ni kali sana na liko kule. Je, siku ya Kiyama jua hilo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameliteremsha kwenye utosi hapa, litakuwa jua hilo ni kali kiasi gani? Litamchoma Muislamu mwanadamu kiasi gani? Litakuwa ni kali zaidi ya maelezo. Jua litateremshwa kadiri ya utosini, na ndio maana tukaambiwa kuna watu kadiri ya madhambi ambayo walikuwa wakiyafanya, kuna watu majasho yao yatafika mpaka magotini, kuna wengine majasho yao yatafika kwenye kiuno, kuna wengine watafinikwa na majasho. Mtu iwatembea yuelekea mahshar, lakini amefinikwa na jasho lake. Jua liko utosini, jasho limekufinika. Hii ni siku ambayo kwamba hata wewe ukiivuta katika akili, ukijaribu kuiswawilisha, wapata kwamba kumbe ni siku ngumu sana, siku ambayo kwamba haina mfano wake. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataka kumfahamisha mwanadamu, wewe siku ya Kiyama waifahamu, waijua. Alqari'atu, Kiyama. Malqari'a, ni nini Kiyama? Mungu yakuuliza, wakijua Kiyama wewe, wama adraka malqari'a, na ni lipi ambalo kwamba nakujulisha wewe kwamba hiki ni Kiyama? Mungu sasa yakueleza, maanake wewe hujapata uhakika wake, na wewe ukijua Kiyama. Sasa Mwenyezi Mungu yakueleza, pamoja na kuwa bado kuelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni habari yakupa, lakini bado hujapata uhakika wake. Laisa alkhabaru, wanatuambia Waarabu, laisa alkhabaru kalmuayana, si habari kama mtu kushuhudia na macho yake akaona lile tukio namna lilivyo. Lakini unapokuwa wapewa habari na Mola, watakaniwa kuamini, kwa sababu anayekupa habari ni Mola wako, lakini ule uhakika hujaupata. Mwenyezi Mungu akwambia yauma yakunu nnasu kalfarashi lmabthuth, siku hiyo, siku ya Kiyama ni ile siku ambayo watu watakuwa kalfarashi lmabthuth, ni kama nzige waliotawanywa. Nzige ni hawa parare hawa. Binadamu siku hiyo, mwanadamu mwenye akili ambaye alikuwa akitembea kwa maringo, akienda kazini, akitoka kazini,
ajua mimi nataka niende nyumbani kwangu nikapumzike. Siku hiyo, kutokamana na dhiki na uzito wa siku ya Kiyama, mwanadamu huyu atakuwa kalfarashil mabithun. Mwenyezi Mungu amemfananisha, atuambia atakuwa ni kama nzige farari wale waliotawanywa. Hajijui mwanadamu anakoelekea ni wapi, hajui salama yake ataipata wapi. Kalfarashil mabithun. Watakunu aljibalu, na yatakuwa majabali, yale majabali ambayo tuyaona shamifat, majabali ambayo tuyaona ni majabali makubwa yaliyokita chini ya ardhi. Hii ardhi, miongoni mwa sababu kuwa ardhi hii imetulia haitetemeki ni kwa sababu imezuiwa na majabali. Sababu Mwenyezi Mungu ameyakita majabali ili waizuie ardhi isitetemeke, istaharak. Kwa hiyo ardhi hiyo ambayo kwamba imezuiwa na majabali makubwa makubwa ambayo mpaka yamefanya ardhi haiwezi kutaharak, majabali hayo siku ya Kiyama yatakuwa kal'ahnil manfush, ni kama mfano wa pamba iliyokurwa, pamba ambayo ilichukuliwa ikanyafuliwa ikarusharushwa ikawa yapeperuka na baridi. Ndivyo yatakavyokuwa majabali. Ile jabali ambalo wewe walijua ukubwa wake, uzito wake, ambalo walijua siku ya Kiyama si lolote si chochote, litakuwa jabali lile lenye kuruka kama sufi, kama pamba iliyochukuliwa ikapurapura. Kwa hakika ndugu zangu wa Kiislamu, ukipata maelezo haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo pale ukiswawirisha, ukikaa na kuswawirisha kuivuta ile sura ya siku ya Kiyama, kwa hakika utapata siku ya Kiyama ni siku nzito sana. Mwenyezi Mungu alituambia yauma yatwi samaa katwayi sijili lil kutubi, siku ambayo kwamba mbingu hizi ambazo tuziona hazina mwisho, na kila wewe unapoelekea, panda ndege hapa, nenda mpaka nchi za Amerika, nchi za China, utaiona mbingu iko vile vile, bado haina mwisho mbingu hiyo. Siku ya Kiyama na ukubwa wake wote mbingu hii, na tuambiwa mbingu ni 7, lakini siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza, atuambia hii mbingu tutaikunja kama namna tunavyokunja pepa zile, karatasi. Yani Mungu atuambia kama mfano inapokunjwa karatasi, yani kitu kidogo, karatasi unapoichukua na ukaikunja wewe, Mungu ndio siku ya Kiyama atakapoikunja hiyo mbingu, kuonyesha kwamba si siku ya mchezo, ni siku kubwa, siku ambayo yahitaji maandalizi. Kwa ajili hiyo, pamoja na shida zote za siku ya Kiyama na uzito wote wa siku ya Kiyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna watu hawa ambao tutawataja siku hiyo, siku ya Kiyama, watakwenda kuuliza hizo shida ziko wapi za siku ya Kiyama. Kwa sababu gani? Watakuwa chini ya kivuli cha nani? Cha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Watakuwa chini, watakuwa katika furaha, katika raha. Ule uzito Mwenyezi Mungu atawahafifishia wa siku ya Kiyama, bali atawaondoshea kabisa. Hawataona dhiki wao, sababu wako chini ya kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo dhiki utaiona wapi? Wataiona wengine ambao hawakujishughulisha na hizi amali ambazo tutazitaja, wengine ndio wataiona. Ama wale ambao watashikilia amali njema haya ambayo tutayataja, basi watu hao siku ya Kiyama wataelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ile dhiki na uzito wa siku ya Kiyama hawatakuona. Ikiwa miongoni mwa hao watu ni wale watu 7 maarufu, 7 yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Kuna watu 7 ambao siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuwafinika chini ya kivuli chake, siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hao watu 7 watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini miongoni mwa hao watu ni almutahabuna fillahi ta'ala, wale watu ambao waliishi katika ulimwengu wakawa wapendana kwa ajili ya Mola, wakionana kila mmoja yamfurahikia mwenzake, wanapendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hawa watu wenye kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Ar-Rahman Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Leo tunajua ulimwengu ambao tunaishi ni ulimwengu wa watu kila mmoja amkusudu mwenzake, yani kila mmoja moyo wake si mswafi kwa mwenzake. Watu tunaishi katika ulimwengu wa kuchukiana, nchi kwa nchi hazipendani. Leo kila nchi ukiangalia yapigana vita na nchi nyingine, watu wauana sababu hakuna yale mapenzi, watu hawapendani, nchi kwa nchi za pigana. Ukija katika nchi moja utaona namna watu wanavyochukiana. Katika mtaa mmoja watu waishi katika mtaa mmoja, lakini kila siku mtu atakakuone ni yule yule, kila siku ukitoka ni yule yule, ukiingia ni yule yule. Ukiwa na kitu kidogo tu ambacho kwamba kitu kile cha kufanya wewe uwe ni zaidi ya yule mwenzako, basi tayari mtu akuwekea chuki, ataka akuhusuru. Hata salamu pia hubadilika. Sababu nini? Umenunua baskili. Sababu nini? Umenunua pikipiki. Sababu leo watembea na gari, tayari mtu ataka kuhusuru na akuchukie. Tuishi katika ulimwengu wa chuki, ulimwengu ambao watu hawapendani. Lakini tuambiwa miongoni mwa watu ambao siku ya Kiyama watakwenda kufinikwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, almutahabuna ni fillah, wale ambao kwamba walikuwa wakipendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ya Kiyama watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake wale ambao walikuwa wakichukiana, siku ya Kiyama wakifika mbele ya Mwenyezi Mungu, nyinyi mlikuwa mkiteta, mwaitaka salama itoke wapi? Wakati ilikuwa hampendani, wakati ilikuwa mkichukiana, wakati ilikuwa mkivuriana, salama itoke wapi? Itakuwa hawana salama wale kwa walikuwa hawapendani. Lakini wale waliokuwa wakipendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia katika hadithul Qudsi, atuambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama yakulu, atakwenda kusema yauma al-qiyama, siku ya Kiyama, aina almutahabuna bijalali. Mwenyezi Mungu siku ya mahshar yuwatafuta wale ambao walikuwa wakipendana kwa ajili yake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu awatafuta, asema aina almutahabuna bijalali, wako wapi wale ambao kwamba walikuwa wakipendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ataka kufanya nini juu yao? Ataka kuwatendea kitu gani juu yao? Mwenyezi Mungu atuambia al-yawma udhilluhum fi dhilli, hii leo siku nzito, siku ambayo hakuna kivuli, siku ambayo hakuna salama, siku ya shida. Mwenyezi Mungu asema hii leo nataka kuwafinika chini ya kivuli changu, yauma la dhilla illa dhilluh, siku ambayo kwamba haina kivuli isipokuwa kivuli ni cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, asema Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asema qala Allah tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati, mapenzi yangu yamestahiki, yamekuwa ni lazima mimi kuwapenda, lilmutahabina, kwa wale ambao kwamba walikuwa na sifa ya kupendana kwa ajili yangu mimi, walmutajalisina fiya, na wale ambao kwamba walikuwa na sifa ya kukaa kwa ajili yangu mimi. Ukiwaona wanakaa pamoja, kikao kimoja, sehemu moja, kila mmoja hachoki na mwenzake, wanakaa pamoja kwa ajili yangu mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wako wapi hao ambao kwamba walikuwa wakikaa pamoja? Aina almutazawiruna fiya, wako wapi wale ambao kwamba mtu yuko tayari avunje shughuli zake, madam leo ni Jumapili, siendi kazini, na ndugu yangu fulani na rafiki yangu fulani yuko sehemu fulani, wacha nivunje shughuli zangu, wacha niharibu kupumzika, nende nikamtembelee. Akatoka nyumbani kwake guu mosi guu pili mpaka afike nyumbani kwa rafiki yake, kwa ndugu yake Muislamu, kwa ajili ya kumjulia hali yake. Hawa ndio siku ya Kiyama
watatafutwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo kwamba haina kivuli isipokuwa kivuli ni cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia al-yawma, hii leo nataka niwaeke chini ya kivuli changu, chini ya kivuli cha arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wale ambao kwamba walikuwa wakipendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, angalia namna Mwenyezi Mungu alivyowatukuza. Siku ya Kiyama Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuweka juu ya membari za lulu. Wewe waonaje? Katika watu ambao wako mbele zaidi ni manabii na mitume. Hao ndio tuna imani kwamba kwa kuwa ni manabii wa Mwenyezi Mungu, ni mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maasumuna, hao ndio tuna imani hao wana mahaba zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mpaka nabii akawa yuwatamani daraja ya mtu wa kawaida, kwamba huyo mtu Mungu amemweka sehemu ya juu kiasi gani. Siku ya Kiyama manabii watakwenda kuwaona watu wako juu ya membari za lulu, wamewekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya membari za lulu. Manabii yakhbituhumul anbiya wa shuhada, mpaka wale manabii na wale mashahidi watakuwa wakiwalilia ngoa wale watu, watakuwa wakiulizana ni kina nani wale, kwani walifanya amali gani wale, mpaka Mwenyezi Mungu akawakirimu kiasi kile. Allah akaweka juu ya membari za lulu, wakawa wako sehemu ile. Yani nabii mpaka kuona wale wako pale, ina maana nabii hajafika pale. Kwa hiyo nabii watamani akiwaangalia, nabii wauliza walifanya kitu gani wale ambao sasa hivi tuwaona wako juu ya membari za lulu. Hapo manabii wapewe habari, waambiwe, na wale mashahidi waambiwe, hawa ni wale ambao kwamba walikuwa wakipendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuonyesha kwamba hakuna kitu kikubwa kama mahaba, kama watu kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukipendana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio pale siku ya Kiyama utakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ngumu kama namna tulivyoieleza siku hiyo, siku ya Kiyama. Kwa hiyo hawa watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu wa kwanza huyo. Mtu wa pili ni nani? Mtu wa pili atueleza, asema atajiru. Mtu wa pili ni mfanyabiashara, na wafanyabiashara walilahi alhamdu ni wengi. Wafanyabiashara ni wengi, wafanyabiashara wa maduka, wafanyabiashara wa usafiri, kuna kuuza nguo, kuna wakuuza masabuni, kuna kuuza. Wafanyabiashara ni wengi. Atajiru, mfanyabiashara yoyote ambaye kwamba alladhi yundhiru almu'sira, mfanyabiashara ambaye kwamba humgojeleza mtu mwenye uzito, maskini ambaye ana uzito, maskini ambaye amekwenda kukopesha kwake, akamkopesha yule mfanyabiashara. Maskini akatoka atenda dukani akakopesha, ikiwa ni mifuko ya unga, akakopesha ikiwa ni sukari, akakopesha ikiwa ni kitu fulani chochote, lakini kwa uzito wake hana cha pesa za kumpa yule mfanyabiashara, na mimi nataka. Kwa hiyo akaamua kumkopesha, akamkopesha, akakopeshwa. Sasa yule aliyomkopesha akawa sasa yuamgojeleza yule bwana, akiwa hajapata, yule mwenye aliyemkopesha humwambia, usiwe na wasiwasi wala usijali, ukipata utanilipa kwa uzuri, kiasi cha kuwa hata yule aliyokopesha hajisikii dhiki, akimuona habadilishi njia, anielewa, ameniambia nikipata nitamlipa. Kwa ajili hiyo yule mwenye kumgojeleza, yule mfanyabiashara mwenye kumgojeleza huyu maskini aliyomkopesha kwake, au afa anhu au yadhau anhu, au akamsamehe kabisa, nimekusamehe hata nimesahau, usiwe na wasiwasi. Ima akamgojeleza au akamsamehe huyu mtu mwenye aliyokopeshwa, huyu aliyomkopesha huyu mu'sir, kwa kuwa aliwamgojeleza au alimsamehe. Siku ya Kiyama,
siku ya shida, watu wakimbia huku na kule, atakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakwenda kuwa na furaha siku ya Kiyama. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hilo yuatuambia, asema Mtume, man anzara mu'sira, yule ambaye kwamba atamgojeleza mwenye kuemewa, atamgojeleza aliyokuwa na uzito wa kulipa, tajiri, mfanyabiashara ambaye alikopeshwa, akamgojeleza yule ambaye amemkopesha maskini, akamgojeleza, au wada anhu, au akamsamehe. Mtume atuambia, Allahu Allahu yawm alqiyama, Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama atakwenda kumfinika chini ya kivuli chake, kwa kuwa alikuwa na subra, hakumpeleka mbio yule aliyomkopesha, wala hakumdhiki yule aliyomkopesha. Ndio umekopesha, umechukua kitu kwangu, lakini si sababu ya kuwa mimi sasa nianze kuwa mkali, si sababu ya kuwa mimi sasa nikikuona sehemu nianze kuingia mifukoni, una simu nichukue mpaka unilipe deni langu. La, akawa yuamfuata kwa uzuri, akawa yuamgojeleza, akawa yuampa maneno mazuri, insha Allah taala, mimi sina neno, ukipata utanilipa. Au ikafika siku kwa roho safi yake alionayo akamwambia nimekusamehe. Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, adallahu Allahu yawm al-qiyama, atafinikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama, siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa kivuli ni cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia, man tanaffasa an gharimihi, yule ambaye kwamba alimpumzisha anayemdai, ama yule ambaye kwamba alimfanyia wepesi anayemdai, au maha anhu, au akamsamehe hasa, au akamsamehe lile deni analodai, kana fi dhilli al-arshi yawm al-qiyama, mtu huyo siku ya Kiyama atakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyo ni mtu wa pili, huyo ambaye yundhuru al-mu'sira au yadhau anhu, yuamgojeleza mtu aliyokwenda kukopa kwake au akamsamehe. Siku ya Kiyama na yeye atakwenda kuwa chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini miongoni mwa hao, alladhi yasiru ala al-mu'siri, yule ambaye kwamba huwafanyia wepesi wenye uzito, yule ambaye kwamba huwafanyia wepesi mwenye uzito, siku ya Kiyama na yeye pia atakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fi riwayatin ukhra, imekuja katika riwaya nyingine, inna rajulan, hakika mtu, lam ya'mal khairan qattu, hakika mtu hakufanya khairi ya sampuli yoyote, alikwenda siku ya Kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye hana khairi aliyoifanya. Wa kana yudaya nas, lakini alikuwa akikopeshana na watu, alikuwa akikopeshana na watu. Fayaqulu li rasulihi, alikuwa katika ulimwengu akisema kumwambia yule mjumbe wake, yani ana kijana ambaye wamtuma katika kumfuatilizia yale madeni ambayo aliwakopesha watu. Nenda kwa mtu fulani nilikopesha ukalidai deni langu, nenda kwa mtu fulani nilimkopesha ukalidai lile deni langu. Kisha wakati wa mtuma mtu yule kijana wake amwambia khudh ma tayassara, lakini ukifika kwa huyo ambaye namdai, chukua kwake yeye kile kilichokuwa chepesi. Yani bimaana ikiwa kwake yeye ana kidogo, akikupa kwa chukua hizi, basi pokea kile kizito, kiache. Kama ana uzito basi muachie, usimdhiki. Yani ukataka akulipe pesa zote ama ukataka akulipe kitu chote na yeye kwake ana uzito, chukua kile alicho nacho ambacho ni chepesi kwake yeye, lakini kile ambacho ni kizito muachie, samehe. Watajawaz, na usamehe. Atuambia la'alla Allah, huyu ni mfanyabiashara ambaye kwamba alikuwa akikopeshana na watu, asema la'alla Allah, huenda Mwenyezi Mungu yatajawaza anna, akatusamehe na sisi,
Kwa hiyo amtuma kijana wake ende akadai yale madeni, lakini amwambia ukimpata yule tunayemdai, chukua kidogo chepesi, lakini umsamehe mengine ambayo kwake yeye ni uzito kulipa. Sema falamma halaka, huyu bwana huyu ambaye alikopesha, alikuwa akikopeshana, alipokufa, qala, akasema mbele ya Mwenyezi Mungu, hal amilta khairan, asema hal amiltu khairan qattu, sikufanya khairi yoyote mimi. Qala la, ataambiwa la, illa annahu, isipokuwa kana li ghulam, huyu bwana siku ya kiyama atasema kwamba mimi sikufanya khairi yoyote, lakini mimi nilikuwa na kijana, ima nifanye kazi, wa kuntu udayanu nasa, na nilikuwa nikiwakopesha watu, fa idha ba'adtuhu, pindi ninapomtuma kijana yule, yatakadhi, ili ende akadai, qultu lahu, nilikuwa nikimwambia khudh ma tayassara, chukua kile ambacho kwamba ni chepesi, yani usimdhiki yule tunayemdai, waturku ma asara, na ukiacha kile ambacho kwamba kimekuwa ni kizito kwake yeye. Huyu bwana siku ya kiyama amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa akiyafanya, na hana amali yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa amali yake ilikuwa katika ulimwengu hili, alikuwa na kijana akimtuma kijana yule, kuna watu nimewakopesha watu fulani fulani, nenda ili ukadai, lakini wakati waenda usifanyie mtu uzito. Yule ambaye ana kidogo akupe kidogo hicho, lakini usichukue kwake yeye ukamfanyia uzito, au msamehe kabisa. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia qad tajawaztu anka, basi ikiwa wewe haukuwa na amali yoyote ya kufanya, amali yako ilikuwa ni hiyo tu, basi na mimi nimekusamehe. Atasamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa akikopeshana, akiwakopesha watu, lakini baada ya kuwakopesha hawapeleki mbio watu wale. Kama tunavyojua sasa hivi watu fulani, mtu akikukopesha basi wewe utajuta, ema ubure katika huu mtaa, au uwe ukimuona yule yuaja umuhepe, lakini utajuta kwa nini ukamkopesha, kwa nini akakukopesha. Sasa hawa ambao wanakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye alikuwa akikopesha watu, lakini baada ya kukopesha hawapeleki, akiwangojeleza, na wakati wa wadai hudai kwa njia nzuri. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna safari moja alipokuwa Mtume apelekwa mbio na yule bwana alikuwa akimdai, akaja akamshika matai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kina Sayyidina Umar wako hapo, wakawa wakali, kwa nini akufuata hivi? Asema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema mwacheni. Akapewa yule bwana kile alicho. Kwanza Mtume alimwambia Sayyidina Umar, alimwambia niambie mimi kwanza nilipe deni la watu, si kwamba wewe uchukue upanga utakumkata huyu utakumaliza. Mimi huyu bwana kweli nilikopesha kwake. Wewe Sayyidina Umar, ilikuwa wewe uniambie mimi ya Rasulullah simlipe, kwa hiyo wewe niambie mimi nimlipe, lakini pia na yeye ufundishe namna ya kudai. Kudai si kuja kumshika mtu matai nilipe, kudai si kumnyanyasa mtu, kudai si kumpeleka mtu mbio. Kwa hiyo na wewe pia Sayyidina Umar, mimi niambie nimlipe, lakini huyu pia ufundishe namna ya kudai. Hajui kudai huyu bwana, namna alipokuja huyu bwana hajui kudai, kwa hiyo mfundishe namna ya kudai. Ndio kuna watu mtu akikudai basi wewe utatamani ardhi ipasuke uingie, namna anapokupeleka mbio. Kwa hiyo wale ambao wana husnu, wana uzuri wa kudai madeni yao au husamehe katika deni lile, siku ya Kiyama watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu mwingine ambaye atakwenda kuwa chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhi yas'a bihajati akhihi, yule ambaye kwamba huenda mbio kwa ajili ya kutatua shida na haja za mwenzake. Aenda mbio, mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia, akawaangalia nani ambaye hana futari ya kuweza kufuturu, nani ambaye hana, akachukua akanunua akapelekea kwa ajili ya kuondosha haja zake.
kwa ajili ya kuondosha shida zake, yule ambaye huondosha shida za Waislamu wenzake na shida za binadamu wenzake. Sijui mtaani moto umepotea, vyakula viharibika kwenye mafuriji, akawa yufanya juu chini kupiga masimu ili moto urejeshwe, yufanya juu chini ili moto urejee mtaani, kwa kuna moto mtaani, iwe watu wako katika nuru. Huyu ambaye yuinabio kuondosha haja za Waislamu wenzake, za binadamu wenzake, siku ya Kiyama atakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, man nafasa an muslimi kurbatan min kurabi dunya, yule ambaye kwamba ataondosha makero kwa Muislamu mwenzake miongoni mwa makero na shida za ulimwenguni, nafasa Allahu anhu kurbata min kurabi yaum alqiyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kumuondoshia makero siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama ni siku ambayo ina makero mingi sana. Wewe ukimuondoshea Muislamu mwenzako kero moja tu, shida moja tu, ukamuondoshea makero yale Muislamu mwenzako, ukamuondoshea shida zile Muislamu mwenzako, siku ya Kiyama ukifika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atakwenda kukuondoshea makero mingi siku ya Kiyama. Mtume akaendelea kusema, wama yassara ala mu'sir, na yule ambaye kwamba atamfanyia wepesi yule ambaye ana uzito, yassara Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu naye atamfanyia wepesi fi dunya wal akhirah, Mungu naye atamfanyia wepesi hapa ulimwenguni na kesho akhira. Ikiwa ni tabia yako kuwafanyia wepesi na kuondosha shida za watu, basi Mwenyezi Mungu atakuondoshia shida, atakufanyia wepesi hapa duniani na kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini miongoni mwa watu ambao kwamba watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama ni al-adiluna, wenye kufanya uadilifu, viongozi wenye kufanya uadilifu. Hawa siku ya Kiyama watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu sifa ya al-adl, sifa ya uadilifu, sifatul udhama, ni sifa ya wale wakubwa, wale watu wakubwa waliokuwa, tunaposema wakubwa ni wale wakubwa waliokuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio wale wakubwa wa kiulimwengu, la, ni wale wakubwa ambao walikuwa ni wakubwa wakawa wako karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hao walikuwa na sifa ya al-adl, walikuwa na sifa ya kufanya uadilifu. Wasajiyatul hukama, na ndio kipambo na ndio vazi la wale mahakimu, sifa ya uadilifu. Kiangalia baadhi ya mahakimu waliopita wema, utakuta walikuwa na sifa moja kubwa sana ya al-adl. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, Mwenyezi Mungu yuamrisha muwe na uadilifu na muwe na ihsan. Uadilifu, baada ya kuwa wafanya uadilifu, kisha uwe na ihsan, ufanye ihsan. Kwa hiyo ni sifa kubwa sana, sifa ya uadilifu. Innal muqsitina, Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, qala Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, innal muqsitina 'inda Allah, atuambia Rasulullah, hakika wale ambao wanafanya uadilifu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ala manabiri min nuri, watakuwa juu ya mimbari za lulu, an yamini Rahman, kuliani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watakuwa katika mimbar za lulu kuliani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao walikuwa na sifa ya uadilifu. Lakini miongoni mwa wale ambao kwamba siku ya Kiyama watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watakwenda kuwa sehemu nzuri siku ya Kiyama, siku ambayo ni nzito, siku ambayo ni kubwa sana, ina makero mingi. Hawa watakwenda kuwa chini ya kivuli, watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, watakwenda kuwa sehemu ili kufurahisha iliyoko na kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale al-kadhimuna al-ghayz, wenye kuzuia hasira zao, wanaudhiwa
lakini pamoja na kuudhiwa kwao hawakasiriki, pamoja na kuudhiwa kwao hawana ile kwamba umeniudhi nitakuonyesha na mimi. Mtume SAW kama kuna mtu ambaye aliudhiwa basi ni Rasulullah. Mtume ndio aliudhiwa zaidi, lakini Mwenyezi Mungu akamwambia fasfahi safahal jamil, achilia mbali. Tena kuachilia mbali kuzuri, usiwekee chuki, usiwekee hasira, usiwakasirikie. Madamu wewe una haja kwa wao, wawataka wawe karibu na wewe, wawataka wakufuate, basi usiwakasirikie, usiwachukie, waache, hawajui hao. Mtume akaambia fasfahi safahal jamil, achilia mbali, kuachilia mbali tena kuzuri. Alkadhimina alghayb, wale ambao kwamba wanaficha hasira zao, hawakasiriki. Kukasirika kupo, utakasirika. Ya Imam Shafi'i kama sikosei, katika maneno yake alisema man istughdhiba falam yaghdab fa huwa himar, yule ambaye atakasirishwa na asikasirike basi huyo ni punda. Wa man isturdhiya falam yarda, na mwenye kuridhishwa ikawa mtu ya kuridhisha lakini huridhiki, fa huwa jabbar, basi huyo mtu huyo ni jabbar. Kwa hiyo kukasirika kuko, lakini baada ya kukasirika zile hasira zako, alkadhimina manake ni wenye kuficha. Si kwamba hawakasiriki, kukasirika madamu wewe una moyo na wala hujatolewa nyongo, una moyo, kukasirika utakasirika, lakini baada ya kukasirika ikawa wazificha zile hasira. Hata mtu umemkasirisha lakini yule mtu hakuonyeshi hasira, yani wewe umemkasirisha lakini pamoja na kuwa umemkasirisha akaamiliana na wewe kwa uzuri. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wa sallama ndipo alipotuambia katika ile hadithi, yule bwana mmoja amekuja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, amwambia nikuhusia ya Rasulullah, nihusie kama kuna jambo nilifanye zuri, nihusie. Mtume akamwambia la taghdab, usikasirike. Yule bwana akaona nimehusiwa nisikasirike, labda nikimwambia nihusie tena kuna lingine nitaambiwa. Akamwambia sawa, hanihusie nipe lingine. Mtume akamwambia la taghdab, usikasirike. Yule bwana akaambiwa mara 3 na Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab, la taghdab, usikasirike, usikasirike, usikasirike. Hasira, kwa sababu unapokuwa wakasirika wewe, umeudhiwa ukakasirika, kuna mingi waweza kuyafanya. Waweza ukaua nyumbani mke, waweza ukamwacha kisha ukaja ukajuta, waweza ukafanya mingi ya ajabu ajabu, kisha baadaye majuto ni mjukuu huja baadaye sasa ndo wajuta. Baada yote yameletwa nini? Yameletwa na hasira. Mtume akatupa maneno madogo yenye faida kubwa na yenye maana makubwa sana ndani yake. Mtume akamwambia yule sahaba, la taghdab, la taghdab, la taghdab, usikasirike, usikasirike, usikasirike. Katika hadithi nyingine Mtume akasema, alaysa shadidu bisur'a, si mkali yule ambaye ni haraka sana kupiga mereka. Mtume akasema, innama shadid, mkali ni yule ambaye kwamba yamliku nafsahu inda al-ghadab, humiliki nafsi yake wakati akikasirika. Akikasirika aweza kumiliki nafsi yake. Amekasirishwa nyumbani, tafuta sehemu akatoka, hataki maneno, tafuta sehemu akatoka, akaenda akazunguka, kisha akarudi nyumbani, hasira akazipoteza, akarudi nyumbani. Lakini pale nyumbani afanye jambo la ajabu, akapanda juu na yeye kaanza kukorofisha. La, usifiche hasira zake. Akatoka, ama usifiche hasira zake, akaenda akatawadhi, akaswali rakaa 2 kwa ajili ya kuziteremsha zile hasira zake. Na Mtume wa sallam alituambia, yule ambaye kwamba atakasirishwa ikiwa amesimama aketi, yule ambaye kwamba amekasirishwa amekasirika sawa sawa, ende akatawadhi, aje aswali rakaa 2. Haya yote ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kutuelekeza palipo na kheri na sisi. Wale alkadhimina alghayb, alkadhimuna alghayb, wale wenye kuficha hasira zao siku ya Kiyama watakwenda kuwa sehemu nzuri, sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuairidhia na yuaipenda. Lakini pia almuadhinuna,
wenye kuadhini. Hawa ambao wenye kuadhini hawa, ikiwa sisi wengineo tukiwadharau, tukiona ni jambo dogo tu kuadhini, Mtume atuambia lau taalamuna, lau mwajua nyinyi kinachopatikaniwa katika safu hii ya kwanza na kinachopatikaniwa katika adhana kwa yule mwenye kuadhini, basi ingelikuwa mkipiga kura nyinyi, kila mmoja akipiga kura, leo mimi wa kuadhini, leo mimi wa kukaa safu ya kwanza. Lakini hatujui yanayopatikaniwa katika mambo haya. Kwa hiyo almuadhinun, wale wenye kuadhini, wale siku ya Kiyama watakwenda kuwa sehemu nzuri. Mtume atuambia almuadhinuna atwalu nnasi anaqa yauma alqiyama, Mungu atakwenda kuwapa shingo ndefu siku ya Kiyama. Sio shingo ndefu za kudharaulika. Shingo ndefu maana yake kwamba watakwenda kuwa sehemu nzuri siku ya Kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, tumalize, ni wingi hawa, lakini tumalize na mtu wa mwisho, ahlul Qur'an, watu wenye kuisoma sana Qur'an. Siku ya Kiyama watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya Kiyama, siku ya shida, siku ya ambayo kuna mazito. Hawa ahlul Qur'an, watu wenye kuisoma sana Qur'ani, siku ya Kiyama watakwenda kuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume alituamrisha akatuambia, iqra'ul Qur'ana, isomeni sana Qur'ani, fa innahu, kwa sababu hiyo Qur'ani yati yaumal qiyama, itakuja Qur'ani siku ya Kiyama. Hii Qur'ani kunayoisoma hii siku ya Kiyama itakuja shafi'an li ashabihi, kwa ajili ya kuwaombea na kuwashufaia wale watu wake. Huyu alikuwa akinisoma sana, ya Rabbi, huyu hafai kupata dhiki. Alikuwa akinisoma, alikuwa akinijali, alikuwa kwa siku haipiti ila ameisoma Al-Qur'anul Karim. Hawa wenye kuisoma, wenye kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ya Kiyama Qur'ani itakuja kwa ajili ya kuombea hawa watu wake. Ya Mtume atuambia, yajiu sahibul Qur'an, siku ya Kiyama atakuja mwenye kuisoma sana Qur'ani, fayaqulu al-Qur'an, Qur'ani itasema, ya Rabbi, e Mola, halihi, mvishetaji huyo, mvishetaji, basi fayulbasu hulla, atavishwa taji la utukufu, atavishwa taji nzuri. Thumma yaqulu, kisha atasema, ya Rabbi, Qur'ani itasema, thumma yaqulu, kisha Qur'ani itasema, baada ya kuwa yule bwana ashavishwa taji zuri, pambo zuri, amevishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha Qur'ani itasema, zidhu, mzidishie kumvisha huyo. Fayulbasu taju, taji alkarama, atavishwa taji la utukufu. Thumma yaqulu, ya Rabbi irda anhu, Qur'ani itasema, ya Rabbi, hapo ushavishwa hulla, vazi zuri, ushavishwa taji zuri, zidhu, mzidishie, ukavishwa tena mapambo mazuri, tena ukavishwa. Bado Qur'ani haijaridhika, ikia huyo alikuwa akinisoma, bado irda anhu, mridhie, apewe radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fayurda anhu, aridhiwe na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kitu kikubwa kama kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hicho ndio kitu kikubwa. Hebu niambie wewe, waishi katika ulimwengu waridhiwa na Mungu, kitu gani kitakupata? Jambo gani litakupata? Ndio pale Mtume alipoambiwa, fa innaka bi a'yunina, wewe uko mbele yetu, sitokuangalia ile unapoingia, usiwe na wasiwasi, sababu uaridhiwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukipata radhi za Mwenyezi Mungu, basi kosa kila kitu katika ulimwengu, pata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umewazidi na wafalme, umemzidi aliyomiliki dunia, kwa sababu umepata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah Ta'ala tuliyozungumza ni mingi, kutokamana na mingi zaidi. Basi insha Allah mpaka hapa tutakoma sasa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
na sisi tukafinikwe chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli ni cha Ar-Rahman, ni cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tutamuomba Mwenyezi Mungu atujalie siku ya Kiyama tukaekwe katika membari za lulu, tuwe chini ya kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuwafikie kheri, na Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.